Unatazama Furaha FM Media. Msikilizaji na mtazamaji wa Furaha FM Media, karibu sana kwenye mahojiano maalum kabisa ambayo tunayafanya na Daktari Miriam. Amekuwa daktari katika eneo hili la hospitali ya Ilula, lakini kuna mambo mengi ambayo mimi sitaki kuyasemea au kumsemea, atazungumza yeye moja kwa moja. Daktari Miriam, karibu sana. Kwanza tufahamu majina yako na utambulisho wako, hasa kwa maana ya ulikokuwa na hapa mahali ulipo. Karibu sana. Asante. Kwa jina naitwa Dr. Miriam Triebel, ni daktari ya watoto. Nimetuma kama misionari kutoka chama cha misioni kinaitwa Coworkers. Nilifanya kazi hapa hospitali ya Ilula kwa miaka 4. Miaka 4 kwako wewe inaweza ikawa ni miaka ya aina gani kwako, kwa maana ya kile ambacho umejifunza katika maeneo haya ya Afrika na hususan hospitali ya Ilula na chuo cha afya Ilula? Karibu. Haya miaka 4 yamekuwa miaka mizuri sana. Nimejifunza vitu vingi kuhusu utamaduni wa Tanzania na kazi ninazozifanya kufanikiwa hapa. Kwa kweli imekuwa miaka mizuri sana. Nimefurahi sana kuwepo hapa na Ilula itabaki moyoni yangu. Bila shaka Ilula itabaki moyoni mwako, na kuna baadhi ya mambo ambayo umefanya na umeona kwamba yamefanyika kwa mafanikio. Msikilizaji na mtazamaji anatamani kufahamu baadhi ya mafanikio ambayo wewe pengine kwa uwepo wako yameonekana na yanaweza kuwa ushuhuda kwa watu wengine hata utakaporejea Ujerumani. Nilipokuwa hapa Ilula nilifanya kazi hasa kwenye wodi ya watoto. Nilihudumia watoto na nilijitahidi kuwafundisha wafanyakazi pale pia kuhudumia watoto. Nilifanya kazi sana pamoja na ofisa ustawi wa jamii kuwasaidia hawa watoto wenye mazingira magumu, ambao wamepitia ukatili na wenye mahitaji maalum. Na pia nilifanya kazi kwenye chuo, niliwafundisha wanafunzi kuhusu mambo ya watoto, kuhudumia watoto ili baadaye wakimaliza masomo yao wanaweza kuhudumia watoto vizuri. Sawa, tunapoendelea tunafahamu kwenye mafanikio huwa changamoto hazikosekani. Kuna baadhi ya mambo ya kitamaduni na mambo mengine. Kwa wewe, baadhi ya changamoto ambazo uliona umekumbana nazo kwenye maeneo haya au mazingira haya ya kikazi kwako yalikuwa ni yapi? Karibu. Namaanisha changamoto kwa maana ya challenges ambazo ulikutana nazo kwenye majukumu yako ya utekelezaji wa yale ambayo ulitamani kuyafanya. Pengine ni mitazamo ya watu na mambo mengine ambayo mimi siwezi kuyasemea. Wewe unaweza kama umekutana nayo. Karibu sana. Asante. Kila mahali unapofanya kazi unapitia changamoto. Kama tunafanya kazi pamoja na binadamu tunakoseana na najua sisi Wajamani tuko straight sana, tunaenda moja kwa moja bila kuzunguka. Kwa inawezekana tumepitishana mara kwa mara kufika kwenye lengo letu ya kuhudumia wagonjwa hasa watoto. Sawa, tunapoendelea kuhitimisha, kuna baadhi ya watu ambao unawaacha kwenye vitengo ambavyo ulikuwa unashikilia unapoondoka. Unaweza ukawashauri jambo gani, lakini na jamii nzima ya Iringa kama diocese, lakini pia kama Tanzania? Karibu. Hasa napenda kuacha kuwapenda watoto. Kuwaona kama si ni watu wadogo ambao hawana maana, ni watoto na Mungu anawapenda sana. Kwa hiyo tuwasaidie watoto waishi vizuri, wafike kwenye ndoto zao, wasomeshwe na wahudumiwe vizuri hospitalini. Na hawa wafanyakazi wa hospitali na waomba waendelee kuwahudumia wagonjwa, si watoto tu, wagonjwa wote kwa upendo na kwa ushirikiano nzuri ili wapate huduma ambazo zinatakiwa kupata. Sawa, tunapohitimisha kabisa, unatarajia kurejea nyumbani Ujerumani. Yapi tutarajie, kwamba labda utarejea tena na labda kuna watu wengine labda unaweza kaja na mambo kadha wa kadha? Karibu. Kwa sasa natakiwa kurudi Ujerumani kwa sababu mkataba unakuwa umeisha, lakini Mungu akipenda nitapata nafasi kufika tena, au daktari mwingine ataona tena. Ushirikiano na chama changu cha Coworkers na diocese ya Iringa KKKT itaendelea. Kwa hiyo Mungu akipenda nitafika tena, au daktari mwingine atafika tena. Sawa, tusipolizungumza hili tutakuwa tumemkosea msikilizaji na mtazamaji, na hasa juu ya maono ya diocese juu ya hospitali hii. Wanasema wanatamani kuja kuifanya kuwa ya rufaa, kwamba angalau ifike viwango vikubwa zaidi. Na maono haya na maono mengine
unawaambia nini kule unakokwenda, lakini au unajiandaje kwa ajili ya kushirikiana na Dayosisi ya Iringa wewe binafsi, lakini pia kupitia chama chako ambacho kilikutuma na watu wengine au wadau wengine, unawaambiaje kwa ajili ya jambo hili? Karibu. Mimi binafsi nitaendelea kuombea hospitali hii. Nimwombe Mungu asaidie hospitali ifike kwenye lengo ambalo wamepata, na ili hospitali iendelee vizuri zaidi, ikuwe zaidi na wagonjwa wapate huduma nzuri. Na nikirudi Ujerumani pia nitatoa taarifa, nitawasimulia madaktari wengine, marafiki wangu na pia chama, kazi nilizozifanya hapa na vitu nilivyoviona hapa na habari ya hospitali hii na lengo ndoto ya Dayosisi na kuhusu hospitali. Asante sana, nikushukuru sana. Haya, asante sana. Asante na msikilizaji na mtazamaji wa Furaha FM Media, na imani umejifunza mengi na umeburudika kwa mengi. Ni Daktari Miriam ambaye anamaliza muda wake hapa hospitali ya Ilula ambayo inamilikiwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Iringa. Si tu eneo hili, ameeleza jinsi ambavyo wamefanya kazi pia katika chuo cha afya Ilula hapa. Kuna maono mengi makubwa ambayo yameendelea kuelezwa, na ametoa ushirikiano wa kutosha sana kwenye jamii ya Ilula, wilaya ya Kilolo, mkoa wa Iringa na Dayosisi kwa ujumla, ikiwemo barani Afrika. Ni kushukuru wewe kwa kuendelea kufuatilia na kuendelea kutazama. Mimi naitwa Mesha Kirongo, hadi wakati mwingine kwenye mahojiano maalum na watu maalum kama hivyo, na naweza kusema namna hiyo. Na Mungu akubariki, uwe na wakati mwema.